taarifa ambazo tumewaletea leo. Ndege za kivita za FARDC tena zilishambulia waasi wa M23 katika mkoa wa Walikale ndani ya ngome zao zinazopatikana kwenye mlima wa Kasopo. Tutawaambia mengi kuhusu mashambulizi hayo ya ndege ya drone. Upande mwingine tutawapeleka katika eneo ya Kiliba kwenye wazalendo mkufanya ratisage na wako nasonga mbele wakielekea Runingu. Wanajeshi wa M23 17 walikamatwa mateka. Upande mwingine tutawapeleka katika mji wa Uvira ambapo jeshi la Kongo FARDC lilikonfirme kuwa kwa sasa linakontrole mji wote wa Uvira na kusema ya kwamba mamlaka ya uongozi yatarejea katika mji huo. Kama kawaida nimewaletea taarifa mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata link ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia link hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi za leo tuzianzie katika mkoa wa Sud Kivu mu territoire ya Uvira katika maeneo ya Kiliba, axe Kiliba Runingu. Kwenye ramani hiyo mko naona kwenye Kiliba iko ni eneo inayopatikana kilomita 10 na mji wa Uvira, na hii eneo ya Kiliba ilikamatwa na wazalendo siku ya jana. Dhani ya kwamba ndani ya habari za jioni ya jana walio zifuata walipata hata na video wakati wazalendo walikuwa wakirekipere eneo ya Kiliba. Waliendelea kusonga mbele polepole wakielekea eneo hiyo ya Runingo inayopatikana kilomita kidogo sana, ni dea 3 kilometre ukitoka katika eneo ya Kiliba. Katika njia hizo sasa kwenye route nationale numero 5 kuna wanajeshi wa waasi wa M23 waliokamatwa na wazalendo katika eneo hiyo. Wazalendo kutoka hapo wanasema kwamba hao wanajeshi wa M23 walikamatwa katika eneo hizo za Kiliba karibu na Runingu wakati wa operation za ratisage katika maeneo hayo yote yanayokuwa karibu na Kiliba. Wazalendo baada ya kurekipere Kiliba waliendelea kusonga mbele polepole na wako nafanya msako dongo ndani ya maeneo yote karibu na pale Kiliba. Wanasema kwamba hao wanajeshi wa M23 17 walio wakamata walikuwa wamevalia sare za kijeshi. Wazalendo wanasema ya kwamba wanajeshi hao wa M23 walioneshwa na population wa pale, donko wakaaji wa hapo ndio wenye walisaidia wazalendo kuwapata hao wanajeshi wa M23 ambao walikuwa wamebakia hapo wakiwa wamejifanya raia, donko wakiwa hawana teni zao, walikuwa wamejifanya wakaaji wa hapo. Wazalendo wanashukuru sana wakaaji wa hapo Kiliba kwa kuwasaidia kuwapata hao wanajeshi, na wanatoa wito kwa wakaaji wote wa maeneo hayo walioyakamata mkiwemo hata mji wa Uvira kuwa na waonyesha wale wote ambao ni waasi wa M23 wenyewe walibakia pale wakiwa wanajifanya wakaaji, na pia kuwataja wale wote ambao walikuwa wakisaidiana nao ili wa SPO wote wa M23 wakamatwe, wasiendelee kuishi na wazalendo na population kule wakati wao wanatumikana na waasi wa M23. Wanajeshi hao baada ya kukamatwa katika eneo ya Kiliba, wazalendo waliwapeleka mjini Uvira asubuhi ya leo. Wazalendo wanasema kwamba wanawapelekea jeshi la Kongo FARDC katika mji wa Uvira, ndio wenye watajua la kufanya kuhusu wanajeshi Kiliba vers Runingu. Na operasyon za ratisage zinaendelea katika maeneo hayo ambayo wazalendo wako na yakamata polepole, maeneo ambayo waasi wa M23 wako na ya acha
wazalendo nao wako na yakamata na kuanza kufanya ratisaje, kwa sababu walikuwa wameambiwa taarifa hizo ya kwamba waasi wa M23 wako naondoka katika maeneo wanaacha ndani wanajeshi wao wakiwa wamejifanya wakaaji, wanaacha ndani watu ambao wako natumika nao katika msako katika maeneo yote kuwakamata hao wa SPO wote wa M23 katika maeneo hayo ambayo wako na yaacha. Tuendelee na taarifa zetu, habari zetu tuwapeleke katika mji wa Uvira. Siku ya jana jeshi la Kongo lilitangaza kuwa limekamata mji wote wa Uvira baada ya kujiondoa kwa waasi wa M23 katika mji huo. Taarifa hiyo ilitangazwa na jeshi la Kongo siku ya jana. Katika taarifa hiyo jeshi la Kongo lilisema yapiaje katika mji huo wa Uvira wakati waasi wa M23 walikuwa wameondoka ndani, walishakamatwa, na wakasema kwamba au wote kabisa watawapinir donc watakuja kuwashughulikia kutokana na vitendo kama hivyo ambavyo walivifanya katika mji wa Uvira. Na baada ya jeshi la Kongo kukamata mji wa Uvira, waliondoka katika mji wa Uvira, walipie vitu tofauti vya gouvernement ya Kongo, mkiwemo zile jeshi la Kongo kukonfirme kukamata mji wa Uvira na maeneo Ministre Judith Suminwa Tuluka Uvira ambayo Kivu, uongozi ukiwa wamejifanya wakazwa cheflier uongozi tu ovyo kabisa ngani. Siku ifuatayo ikakuwa hivyo. Leo kabisa kuna tatizo, hali ni ya utulivu, wakaaji wameanza kufanya kazi zao za kawaida, hakuna tena kavuyo katika mji wa Uvira na maeneo karibu na pale. Tuendelee na habari zetu. Kwa mara ya pili tena drone za FARDC zilibombarde na kushambulia vikali waasi wa M23 katika ngome zao zinazopatikana kwenye mlima wa Kasopo ndani ya mkoa wa Walikale. Kama ukumbusho, siku ya jana lundi le 19 ndege za FARDC za drone zilibombarde waasi wa M23 hapo katika eneo ya Kasopo. Ilikuwa asubuhi mapema, baada ya kuwabombarde pale zikarudia huko zilikotokea. Asubuhi ya leo mapema tena zilirejea pale ndege mbili za drone zikawashambulia waasi wa M23 kwenye defense yao ama position yao inayopatikana kwenye mlima wa pale Kasopo. Vyanzo vyetu vinasema kwamba drone hizo zilifika hapo asubuhi ya leo mapema saa 11, zikawashambulia waasi katika ngome zao kwenye mlima huo. Wakati wa mashambulizi hayo, ngome hizo za M23 kwenye mlima huo zilichomwa moto, na baada ya kuchoma moto zile defense za M23, drone hizo tena zikarudia kwenye zilikuwa zimetokea. Ni kwa mara ya pili ambapo M23 wameishambulia katika eneo hiyo ya Kasopo, ni ndani ya territoire ya Walikale. Matokeo ya frappe hizo bado hayajafahamika. Wakati tutakuja kufahamu matokeo ya frappe hizo tutawaambia, donc kujua kama kuna waliojeruhiwa na kupoteza maisha yao na vitu vilivyoharibika hapo tutawaambia. Kwa sasa kabisa vyanzo vyetu havijafahamu matokeo hayo, kwa sababu mpaka kwa sasa moto ungali na waka katika defense hizo, na M23 hawajatoka huko waseme ni matokeo ni gani katika defense zao. Matokeo kutoka hapo wakati tutafahamu tutakuja kuyawaambia kama kawaida. Tuendelee na habari zetu tukiwa katika eneo la Walikale. Chifu wa kijiji cha Buruti Mungo Baruti aliuawa kikatili na watu wasiojulikana wenye silaha. Ilikuwa juzi le 18 katika kijiji chake kilichopo katika
kundi la Luberike. Mkasa huo ulitokea katika eneo ambalo kwa sasa linadhibitiwa na wasi wa AFC M23 tangu mwezi wa 4 wa 2025. Habari hizi zilithibitishwa na chifu wa eneo la Banaulengo Hussein Sadiki Taylor, ambaye alionyesha kwamba mazingira ya mauaji hayo bado hayajafahamika. Hata hivyo, kulingana na vyanzo vya ndani, washambuliaji walikimbia mara tu baada ya kutenda uhalifu huo.